Kuna umuhimu mkubwa sana wa kuwekeza, na mara kadhaa tumewahi kuzungumza hapa ndani ya Alasiri kuhusu uwekezaji. Leo tumeona kuna umuhimu wa kuzungumza namna ambavyo uwekezaji unaweza kukuinua wewe kiuchumi, na ni jambo ambalo elimu hii inahitaji kuwafikia Watanzania kwa kiasi kikubwa sana. Tunawekeza lakini hatufahamu detailed ni kwa namna gani tunaweza kuinuliwa kiuchumi na uwekezaji ambazo tunazifanya. Tunaye hapa afisa kutoka UTT AMIS, taasisi ya kiserikali kabisa ambayo wanatoa elimu na wanatoa huduma hizi za kuwekeza. Medson Enoch, huyu ni afisa masoko kutoka UTT AMIS. Medson, karibu sana. Asante, nashukuru sana. Nashukuru kwa nafasi hii na kwa Azam kuweza kuona kwamba kuna umuhimu wa kuweza kutualika na kuweza kuzungumza na Watanzania. Ni fursa zipi ambazo tulizonazo ambazo mtu binafsi anaweza kaweza kuzitumia na kuweza kuchukua nafasi ya kuweza kuwekeza. Nikienda moja kwa moja kwenye mada tulionayo, sisi kwanza tunaitwa UTT AMIS. Sisi ni kampuni, lakini kampuni ya serikali ambayo tumeanzishwa mwaka 2003 na tumeanzishwa chini ya sheria mamlaka ya masoko ya dhamana na mitaji, huwa tunaita Capital Market and Security Authority Act ya mwaka 1996. Lengo letu kubwa la kuweza kuanzishwa sisi ni kuweza kuanzisha, kusimamia mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Mara nyingi sisi tunawaambia kwamba watu, mtu wa aina yoyote yule, mwenye kipato kidogo, mwenye kipato kikubwa, ana nafasi ya kuweza kuanza na kiasi kidogo kidogo na kuanza kuwekeza. Badala ya kuchukua fedha yako labda leo, kwa mfano tuashumu ndugu mtangazaji, leo una shilingi 10,000. Nikichukua shilingi 10,000 leo nikaiweka kwenye akaunti yoyote ya taasisi yoyote, ama nikaichukua shilingi 10,000 nikawa nimehifadhi tu kwenye kibubu, baada ya mwaka mmoja angalau itakuwa ni shilingi 10,000 ile ile. Lakini kwenye uchumi tunasema kwamba sio kwamba itakuwa ni shilingi 10,000, kwa sababu kikawaida tunasema kwa Tanzania hapa mfumuko wa bei wa nchi yetu ni kati ya 3.5% mpaka 5%. Kwa tunamaanisha kwamba pesa ukihifadhi tu pasipo kuifanyia uwekezaji wa aina yoyote itapungua thamani kwa kati ya 3.5% mpaka 5%. Naomba tu nitolee mfano halisia. Tuashumu hapa leo ukatoka hapa pakabadilika leo pakawa 2015. Tumetoka 2025 tumerudi nyuma kwa miaka mingine 10. Alafu nikachukua shilingi 10,000 nikakupatia ndugu yangu, nikasema bwana nenda soko la Buguruni hapo kanunue matunda. Akanunua matunda ya shilingi 10,000 akarejea nayo hapa. Alafu ghafla pakarudi tena pakawa 2025. Nikampatia shilingi 10,000 ile ile kwamba nenda soko la Buguruni lile lile, ikiwezekana kukutana na muuzaji yule yule. Ukinunua matunda haiwezi kulingana kiasi, si ndio hivyo? Tunaamini sasa hivi atakuwa ni machache kidogo. Kwa hiyo tunasema kwamba pesa yote unavyokuwa umeiweka mahali inapungua thamani kwa kati ya 3.5% mpaka 5% kutokana na mfumuko huu wa bei. Tunasema hii ni mfumuko wa bei, inflation wanaita hivyo kwa Kiingereza. Kwa sisi UTT AMIS kwanza tunamsaidia mwekezaji angalau ile mwenye kiasi ambacho ni kidogo kabisa, anavyokuwa anaiweka ile fedha yake angalau iwe ina geni na kutengeneza kitu. Kwa mfano leo mtu ambaye anaweza kujiwekea akiba ya shilingi 100,000 kwa kila mwezi kwa miaka 10, anakuwa ameweka angalau shilingi milioni 12 ambayo amejiwekea akiba yeye mwenyewe. Kwa sababu sisi wakati tunaanzishwa, lengo moja hapo kubwa la kuweza kuanzishwa sisi ni kutengeneza tabia ya kuweza kujiwekea akiba. Angalau kwenye umenichanganya hapo kidogo. Nikiweka 100,000 kila mwezi, nakuwa nimejiwekea milioni 12 kwa muda gani? Kwa miaka 10. Nataka tu mfano kwa miaka 10. Tunaenda mfano ambao ni wa muda wa kati. Kama nilivyosema mfano nimetaja 2015 kuja na 25. Unaweza kuona sio muda mrefu, lakini ni muda mchache, lakini unaweza kuona jinsi ambavyo ulivyo na impact. Lakini kupitia hiyo ambao umetengeneza 10,000 na milioni 12, unaweza kutengeneza milioni 11 nyingine. Sisi UTT AMIS tunasemaga mifuko yetu mingi inatengeneza angalau wastani wa 12%. Na mara nyingi ni zaidi ya hiyo 12% kwa mwezi. Kwa mwezi 12 ni kwa mwaka. Kwa mwaka. Kwa mwezi tunasema ni wastani wa 1%. Kwa huyu mtu kwa miaka 10 atakuwa amejiwekea akiba angalau shilingi milioni 12, lakini atakuwa ametengeneza faida angalau shilingi milioni 11 nyingine. Kwa atakuwa na milioni 23. Atakuwa ameitengenezaje hiyo faida nyingine ukiacha hii 12 ambayo amepata? Sawa. Hilo ni swali ambalo ni la msingi sana. Sisi UTT AMIS kwanza
kama nilivyosema, lengo letu kubwa ni kuweza kuanzisha na kusimamia mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Kwanza huwa tunakusanya fedha kutoka kwa watu binafsi, vikundi, kama kuna vikundi vipo vya aina zote, makampuni pia, na hata taasisi za kiserikali na binafsi. Kwa baada ya kuchukua fedha, huwa tunaenda kuwekeza kwenye hati fungani za serikali za muda mrefu, huwa tunazita treasury bonds. Lakini pia huwa tunawekeza kwenye mabenki kupitia fixed deposit, kwa sababu huwa tunakuwa na kiasi kubwa cha fedha. Kwa mara nyingi nakupa nafasi kwamba una uwezo wa kuweza negotiate kwenye habari ya litani. Lakini kukubaliana baina sisi pamoja na taasisi za kifedha. Lakini pia huwa tunawekeza kwenye corporate bond. Corporate bond hizi ni hati fungani ambazo huwa zinakuwa issued kupitia mataasisi mengineyo. Kwa hao ndio maeneo tunaenda kuwekeza sisi. Lakini pia tumewekeza kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Tukisema kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, kwa lugha nyepesi ni kwamba tumewekeza kwenye makampuni lakini ambayo yameorodheshwa kwenye soko la hisa. Tunasema kampuni ambayo ni ya umma. Kwa hiyo hizi faida ambazo tunazipata sisi UTT AMIS ni matokeo ya haya maeneo ambayo tumewekeza. Nikisema tunapata faida wastani wa 12% kwa mwaka, maana yake ni kutokana kwamba na haya maeneo ambayo tumewekeza. Mathalan, kwa mfano sasa hivi mpaka ninavyozungumza leo, jumla uwekezaji ambao tuko nao sasa hivi ni zaidi ya trilioni 2.9. Unaweza kaona hicho ni kiasi kikubwa cha fedha, trilioni 2.9 Tanzania wamewekeza. Kabisa. Hiyo ina maana kuwa mwamko wa uwekezaji umekuwa kwa kiasi fulani? Ni mkubwa kwa kiasi, lakini tunaamini bado. Kwa sababu katika nchi ambayo ina wakazi zaidi ya milioni 60 kitu. Alafu kwa mfano kwa Tanzania watu ambao wapo kwenye masoko ya mitaji ni watu takriban 400 tu peke yake. Unaweza kaona ni chini hata 1%. Kwa hiyo ukitaja kwenye kiasi kiweza kaonekana ni kiasi kikubwa, lakini ukija kwenye namba unagundua kwamba kwenye namba idadi ya watu ambao wanashiriki kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja, unagundua kwamba idadi ya watu ambao wapo kwenye soko moja kwa moja bado ni idadi ndogo sana kulinganisha na Watanzania kwa ujumla. Na hii mifuko ya uwekezaji wa pamoja ina faida nyingi sana. Mojawapo faida kubwa, kwa mfano ukichukua demography, yani muundo wa nchi yetu kwa idadi ya watu na umri, nchi yetu vijana ni asilimia kubwa sana, na mojawapo ya changamoto kubwa ambayo wanakumbana nao vijana wengi kwanza ni ukosefu wa mitaji. Lakini mifuko hii ya UTT AMIS, wakati unapata nafasi ya kuwekeza na UTT AMIS, unapata nafasi pia kujitengenezea dhamana. Tunaamini mara nyingi leo kijana akienda benki kwenda kuomba mkopo, anaweza kaambiwa dhamana nini, huna nyumba, huna kiwanja. Lakini kupitia uwekezaji huu ambao mtu ameuwekeza kupitia UTT AMIS, uwekezaji huo pia unaweza kaweza kutumika kama dhamana. Baada ya muda gani kupita sasa, pengine labda nimewekeza kupitia UTT AMIS ndani ya miaka yangu 3-4 na ruhusika kukopesheka benki? Kabisa. Kwanza kwenye mifuko yetu tulionayo, kwanza tuna mifuko tofauti. Tuna mifuko 6 ambao tuko nayo sisi kama UTT AMIS. Kwa mfano tuna mfuko ukwasi ambao nafikiri wengi wanaofahamu zaidi. Ukwasi ambao jina lake la kimombo tunaita liquid fund. Kwenye mfuko huo ukwasi au liquid fund, kwanza mtu anaweza katoa fedha wakati na muda wote ule. Kwa hiyo kukopesheka maana unaweza kuweka hela yako leo, wiki ijayo kukopesheka. Na kuna taasisi za kifedha ambazo ni washirika wetu. Sisi tunafanya kazi na taasisi zote za kifedha ambazo zimesajiliwa na BOT, lakini kuna zile ambazo ni washirika wetu. Tunaweza kukusaidia tu ukaweza mkaelewana, wakakupatia mkopo. Basi kupitia uwekezaji wako ambao upo kwetu sisi ukatumika kama dhamana. Hiyo ni faida moja wapo. Lakini faida nyingine, kutengeneza mtaji. Kwa maisha ya Watanzania wengi ni ngumu sana leo mtu kuweza kuwa na shilingi milioni 10 ya kuanzisha biashara, kuwa na shilingi milioni 20 ya kuanzisha biashara, na wakati mwingine mtu ukiwa unaiona fedha ni ngumu sana kuweza kuitunza. Lakini kupitia unavyokuwa unajiwekea akiba kiasi kidogo, lakini pia UTT AMIS kupitia hizo faida ambazo zinatengeneza zinakuwa zinaongezeka, unajikuta baada ya kipindi fulani umetengeneza kiasi kadhaa. Lakini pia kupitia faida ambazo tumekupatia sisi kama UTT AMIS. Kwa hiyo ni sehemu ambapo unaweza kaweza kukusaidia kuweza kutengeneza mitaji kama mtu binafsi. Kwa hiyo ni faida nyingine kubwa sana ambayo wawekezaji wanaweza kukutana nayo. Nikurudishe nyuma kidogo Medson. Watanzania waliowekeza mpaka sasa idadi yao ni ndogo. Pengine hofu iko wapi? Kwa nini hawawekezi? Sawa, asante sana. Nafikiri sio kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja peke yake. Hata ukija kwenye tunasema taasisi za kifedha kwa ujumla wake. Kwa Tanzania tuna taasisi za kifedha kama 4 hivi ambazo zinahusika na masuala
uwekezaji na jumla wake na uendeshaji kwa masuala ya fedha. Tunazungumzia taasisi kama mifuko ya hifadhi ya jamii, tunaita pension funds kwa Kiingereza. Tunazungumzia kama benki za biashara. Tunazungumzia pia maeneo kama kwenye bima za maisha, lakini pia na sisi mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Ukitafuta kote hapo namba, unaweza kukuta namba haizidi milioni 2 nchi nzima. Yaani kwenye hizo taasisi zote namba haifiki milioni 2 kwa pamoja. Kwa utagundua kwamba sisi bado tunasema ushiriki wa Tanzania kwenye masuala ya fedha rasmi bado uko chini. Okay. Kwa ndio tunaenda kutoa elimu. Nafikiri ni kutokana labda na nature ambayo tumekuwa nazo nyuma kwenye wazazi huko nyuma, utamaduni wa kipindi cha nyuma kwamba naweza kuhifadhi pesa chini ya godoro nikatunza tuza tukawa tuna kikoba, labda huyu anashika na tuchezea michezo siku hizi. Huyu anashika baadaye anatoka huyu anatoka huyu. Lakini hii inaweza kuwa eneo zuri ambapo unaweza kuwa unahifadhi fedha yako kwa usalama, lakini pia inatengeneza faida kiasi fulani na kusaidia. Ukatoka jina lako kwenye mchezo ukapeleka UTT. Kabisa, okay. Kabisa. Lakini pia inaweza kuwa hata mchezo wenu pia. Kwa sababu kama mchezo maana kama umeweka kama ulikuwa unachangia shilingi 500 utapata 500 ile ile. Lakini kama hii 500 kumbe iweka hapa haitakuwa 500 ile ile. Kumbuka kila siku, na sifa kubwa mifuko yetu ni kwamba sio faida zinajitokeza ni mwisho wa mwaka. Faida za UTT AMIS ni kila siku. Na tuna application ambayo inaweza kumsaidia mtu kuweza kufuatilia uwekezaji wake. Lakini pia kwa wale ambao hawana simu janja, wenye simu hizi za kawaida, una uwezo wa kuweza kufuatilia kupitia kwenye menu. Kuna menu yetu ni nyota 150, nyota 82, unaweza kufuatilia uwekezaji wako. Kwa kila siku ya kazi kuna faida ambayo kanaongezeka hapo. Na kwenye mifuko mingine tunaweza kukuruhusu waweza wakatoa muda na wakati wowote. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Sasa umetuambia tunaweza kuwekeza, kuna mifuko tofauti. Nainukaje kiuchumi? Nimeshawekeza. Yaani napataje sasa kubadilika uchumi wangu tofauti na kabla ya kuwekeza? Sawa. Cha kwanza kabisa ili mtu aweze kuinuka kwenye uchumi katika namna yote ile, cha kwanza lazima uwe na lengo. Lazima uwe na lengo, na lengo la kiuchumi. Mara nyingi tunakuwa tuna malengo mengi sana. Inawezekana ndugu yangu nataka niongeze mke wa pili. Nataka niwe na mtoto mwaka huu. Malengo ambayo watu wanakuwa nayo. Lakini ukiwa unaanza mwaka, ukiuliza watu ni malengo gani ya kifedha ambao uko nao, kama mwaka nataka nihifadhi labda nijiwekea akiba shilingi milioni 30 mwaka huu au shilingi milioni 100. Na chache sana ambao wanakuwa na mpango wa namna hiyo. Kwa hiyo cha kwanza kabisa kinaanza na lengo litakuwa linakuongoza. Lakini pia jambo la pili ambalo ni la msingi sana kwa Watanzania wengi, iwe ni kwa mfanya biashara, iwe ni kwa mtu ambaye ameajiriwa, ni muhimu sana mtu kuweza kujilipa kwanza. Nikisema kujilipa, kwa mfano wewe inawezekana waandishi wote tunapata kila ifika mwisho wa mwezi au kipindi fulani tunapata kitu fulani. Inawezekana ni mshahara au mfanya biashara amefanya biashara, kuna faida ambayo anaipata. Maana hicho ni kipato ambacho anaweka nacho kuweza kukipata. Lakini baada ya kupata kile kipato kama mfanya biashara, je, ni kiasi gani ambacho nakitenga ambacho nasema kwamba hiki ni kiasi changu ambacho nimetenga kama kujilipa. Kwenye kujilipa hapo tunasema hapo unapata kiasi ambacho wakati mwingine unaenda kumwagilia moyo, kupa moyo pole, jamani moyo wangu umeumia sana. Lakini pia kwenye kiasi hicho ukipata dharura. Nilikuwa nawaambia watu mwaka jana wakati tulipata changamoto Tanzania hapa ya wafanyabiashara Kariakoo kuweza kuanguka kwa tokea ajali ile. Niliwaambia kwamba kuna mtu anaweza kukuta pale mtaji wake wote ni mfanya biashara, alikuwa mtaji hata milioni 300, 400, lakini wote ameweka pale. Kwa hiyo umeanguka kile kitu, manaka amepoteza biashara, amepoteza kila kitu. Hana backup nyingine. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu kila kiasi ambacho alikuwa anakipata, hakuna kiasi ambacho alikuwa anajitenga au kuweza kujilipa yeye binafsi. Mtu mwingine leo kitokea kwamba kazi imeisha, kazi haipo tena, ukimwambia mtu unaweza kumuuliza kwamba unaweza kaishi maisha yale kwa miezi 6 kwa wakati kazi haipo, nyumbani watoto wakaendelea kula chakula kile, au tunaambia jamani janabi ni wa muhimu sana wakati huo. Kwa nini? Kwa sababu haukuwa unajiwekea tabia ya kuweza kujilipa kwanza. Lakini pia jambo lingine ambalo ni la msingi sana, lazima tuweze kujifunza kuweza kusave na kuinvest. Iwe ni wafanyabiashara, iwe ni watu ambao wamefanikiwa kwenye kazi, kwenye hasa masuala ya uchumi binafsi, hauwezi ukakosa tabia hii ya kuweza discipline, nidhamu ya kuweza kujiwekea akiba. Hakuna mtu ambaye anakosa tabia hiyo. Lazima uwe nayo. Atakwambia nilikuwa naweka kidogo kidogo, napata hiki, nazalisha kingine, napata hiki, nazalisha kingine na kadhalika. Lakini jambo la mwisho ambalo nafikiri inaweza kawa pia ni msaada kubwa sana ni kusema kwa kiasi tunasema kufanya diversification au kutawanya asali. Kwenye biashara mara nyingi ili mtu aweze
tutasema kuwa financial stable, kuweza kuwa na uhakika wa kifedha, lazima uwe na chanzo cha kwanza, labda cha pili, cha tatu, kwa sababu tunasema kwenye uwekezaji hauwezi kuweka mayai yote kwenye kikapu kimoja. Maana kikapu kikitikisika, unapata hasara wewe. Kwa hiyo lazima wakati mwingine utaweka hapa kiasi kadhaa, kiasi kingine utaweka eneo lingine na likadhalika. Kwa hiyo katika muktadha huo wakati tunafanya biashara, na sababu na pesa yangu nyingine, hii 12% si ndogo. Naweza nikaiweka hapa UTT AMIS ikanisaidia mpaka 15 wakati mwingine. Ikanisaidia hapa naweza nikachukua hii kiasi kingine. Kwa hiyo kama ni sehemu moja hapa ambapo unatawanya asali zako wakati unakuwa unafanya uwekezaji, au wakati mwingine unapokuwa unapata kipato chako kwa ujumla. Umenikumbusha mmoja wa watu wangu wa karibu sana. Hata fedha tu haziweki mfuko mmoja. Ataweka hapa, ataweka mfuko huu. Sasa awe anazikusanya, hapo ndo utakaposhangaa. Yes. Azitoe huku na huku na huku. Hao ndo watu ambao wanaweza kuwekeza katika maeneo tofauti tofauti. Ni kwa namna gani sasa inaweza pia kuwasaidia wazee? Kwa sababu wengi ambao tunastaafu, zile fedha tunazitumia kwa mara moja. Tukumbushe sisi ambao tuna viwango vikubwa vya fedha, na sisi ambao tunaelekea kustaafu, sijataja mtu. Sawa. Tunaelekea kustaafu. Lakini yani kuna fursa ya kuwekeza kwa sisi ambao tuko katika maeneo hayo. Sawa, tuna fursa tena kubwa sana. Na mimi niliona yani ulivyoanza kuzungumza tukasema 100,000 ndani ya miaka 12 unaweza ukakivuna kile. Mimi nishapiga mahesabu, mfano kaika 15 alafu kwa miaka yangu 15 iliyobakia inakutana nayo mbele kule. Kwa 15 unaweza kukutana milioni 50. Unakutana nayo kule 50 yangu, plus ya mzee Balesa hapa inakuwa. Sawa, asante sana. Tukizungumzia kwanza mtu akianza kustaafu, picha ya kwanza ambayo inakuja kwenye Watanzania, kwanza mtu anawaza kwanza kabisa hapa kuna mzee fulani hivi ambaye ana uzee ambao umekamilika. Huyo ndo mstaafu. Lakini pia mwingine anawaza, anasema ni watu fulani ambao wanafanya kazi, wameajiriwa. Si kweli. Hata kwenye biashara wakati hiyo kuna kustaafu. Yes. Naamini mzee Balesa mwenyewe sasa wakati mwingine amekaa nyuma, sababu ana vijana wangu wafanye, amewaacha. Utasema ameshastaafu tayari, tuseme na anakula matunda yake. Wakati mwingine katokea mtu kupunguzwa kazini, pia ni jambo moja hapo ya aina moja ya kustaafu. Unalazimika. Wakati mwingine umeumwa sana, kwa hiyo hauna tena tija, unastaafu. Lakini pia kuna wale ambao kisheria inawezekana miaka 55 kwa hiari, au miaka 60 kwa lazima kwenye taasisi ambazo ni za kawaida. Ya sawa 65 wale ambao wanapata nafasi, majaji, madaktari na halikadhalika. Sasa sisi UTT AMIS kwa mfano tuna mfuko tunauita bond fund. Bond fund umekuwa ni msaada sana kwa watu ambao ni wastaafu. Na wengine nataniaga rafiki zangu, naambia kama unajua una mzee wako au wewe binafsi ni mstaafu mtarajiwa, alafu je kufanya biashara aina yoyote, alafu nasikia mzee anazungumza story, sababu na mzee wetu anasema yeye anataka awe milionea, anataka kupata milioni 80, 100, anaenda kuwa milionea uzeeni. Alafu aje kufanya biashara hiyo hata mara moja, mwambie ataenda kuwa milionea, ataenda kulia tu bure. Unakuta mzee wetu anaingiza kwenye biashara kwa mara ya kwanza, na je kufanya hiyo biashara, unasikia tunazungumza mzee wetu bwana tangia staff ana hekima, haongei kama zamani. Sio na hekima tu. Wakati mwingine anajua anachokipitia. Unakuwa uzungumzi sana. Yes hivyo. Kwa hiyo bond fund imekuwa ikiwastiri na ikiwa ni jawabu kwa wawekezaji wa hasa ambao ni wastaafu. Bond fund tumetengeneza mpango tunauita mpango wa gawio wa kila mwezi. Kwenye mpango huu wa gawio wa kila mwezi ni kwamba sehemu kubwa ya faida ambazo zinakuwa zinapatikana kwenye akaunti ile, tunamrudishia mwekezaji moja kwa moja kwenye akaunti yake ya benki kila mwezi. Kwenye mpango huo waga tunasema kima cha chini cha kuweza kuwekeza ni angalau shilingi milioni 10 ya Kitanzania. Kwa huyu mtu anawekeza na sisi, alafu then ile faida ambayo imejitengeneza moja kwa moja tunamwekea kwenye akaunti yake ya benki. Kama kabisa. Kama kuna pokea mshahara kwanza tarehe ngapi? Kwa tarehe 1 kwa tarehe 10 kwenye akaunti yake ya benki anapokea. Akiongeza bana kile kikoto chake kutoka NSSF au kutoka PesaSafe, anakuwa na kiasi ambacho kidogo kinaweza kumsaidia kuweza kusustain kuendelea maisha yake. Na wakati mwingine nambaga watu, jamani, ikishafika umri wa uzee, mara nyingi sana unahitaji investment ambazo ni rahisi sana kuweza kuzifanya kuwa hera. Kwa mfano nitolee mfano ambao ni halisia. Kwa umri wetu tulivyokaa hapa, wengi kana tumechelewa kuzaliwa.
hatujaanza kipindi cha vita ya Majimaji, labda tukipata viwanja Posta au Kariakoo, labda wachache, sijui labda nayo mwandishi huko, umeona. Kwa kuta mtu anakaa labda tuashumu Kiruvya, ni mfano tu kwa hapa mjini, labda anakaa Kiruvya au nje ya mji, tuseme eneo lolote, unakuta mtu anaweza kufanya investment ya milioni 50 labda nyumba ya wapangaji, ambao ni investment ambao mara nyingi waga tunaiwaza sana. Unakuta hii investment labda inapatia milioni 3.6 kwa milioni labda 300 kwa mwezi, ambao kwa mwaka ni milioni 3.6. Miaka 10 ijao ni milioni 36. Miaka 20 ijao ni milioni 72. Hii nyumba kuanzia mwaka wa 4 ukianza kwa calculate uchakavu wa jengo, tunasema depreciation, unaweza kukuta kwamba huyu mtu ndiye amestafa na miaka 60 mpaka miaka 20 ijao unazungumza miaka mingapi? Miaka 80. Sasa 80, ndugu yangu, ukifika huo umri ni neema ya Mungu na hajarudisha hii fedha bado. Lakini pia ukifika umri wa uzeeni, wakati mwingine kuna magonjwa mengine waga nakuja. Na sio kama ni magonjwa, tunasema kwamba ni mwili unaitika. Kama kazi yako kunakaa sana chini, itafika wakati mwingine mgongo unakuuma, kwa hiyo unahitaji matibabu, kwa hiyo unahitaji investment ambayo unaweza kaifanya rahisi kuweza kugeuka kuwa fedha. Tena umeshajenga nyumba ya milioni 50, unahitaji matibabu ya shilingi milioni 10. Hauwezi kwenda kujitibu. Nyumba unayo unaiangalia, unabaki unasikitika. Lakini umewekeza UTT AMIS, kila mwezi unagawiwa, kuna kiasi ambacho unapata kwenye akaunti yako ya benki. Umefika wakati umepata dharura, una uwezo kupunguza kile kiasi milioni 50. Sasa milioni 50 yangu isije kaniua wakati mimi niko hai. Umeona? Unapunguza kiasi kidogo, unapata matibabu, unaendelea. Na wakati unapata kiasi kingine, unaweza kaongeza hapo juu, ukaanza kuendelea. Kwa huu mfuko umekuwa kama ni vile alternative way, kama vile mtu anapopokea mshahara, imekuwa ikiingia kwenye akaunti ya benki moja kwa moja. Na tukiwa tumesera kwenye bond fund hiyo hiyo, tuna mpango pia watu tunauita mpango wa gawio, lakini wenyewe huu ni wa kila baada ya miezi 6. Kwa sehemu kubwa ya faida ambayo inapatikana kila baada ya miezi 6 huwa tunarudisha pia kwenye akaunti ya mwekezaji moja kwa moja. Kwa kwenye mpango huo wenyewe angalau kima cha chini cha kuweza kuwekeza ni angalau shilingi milioni 5. Kwa mtu anaweza kaanzia milioni 5, akiwa na milioni 50, milioni 100 anatajiwa kila baada ya miezi 6, sawa. Lakini pia kwenye bond fund hiyo hatujasema tu kwamba tuachiwe staff peke yake. Pia tumeweka nafasi kwa watu wa makundi, rika na haiba zote. Ambapo kwenye eneo hilo mtu anaweza kawekeza, mtu angalau mwenye kima cha shilingi 50,000 tu ya Tanzania anaweza kaweza kujiwekea akiba kwenye mfuko huo, ambao 50,000 nafikiri kwa mtu mwenye kipato tu cha kawaida anaweza kaweza kuwekeza hivyo. Yes. Kwa hiyo bond fund ni suluhisho ambao limekuwa msaada sana kwa watu wengi ambao hasa ni wastaafu. Kwa hiyo wastaafu wengi siku kauliza, jamani mpango nini? Wasema mpango bwana ni bond fund. Kwa nini? Kwa sababu kwanza nakupa uhakika wa kuishi, fedha yako pia ipo, unaweza kaiongeza au kupunguza kiasi. Naam. Sasa kiongozi bana, kwa namna ulivyozungumza na ule utamaduni ambao tumeutaja nyuma, inaonekana ya kwamba maneno ni ya dhahabu, alafu mageni na hili jambo liko kwetu na ni la kwetu. Sasa nini kifanyike hasa ili haya yasiwe mageni kama yanavyosikika pengine kupitia Alasiri Lounge leo? Wanaowekeza ni wachache, 1% tu kwa nchi, ni ndogo mno. Shida iko wapi? Sawa, cha kwanza lazima watu jamani wafahamu umuhimu wa haya ambayo tunayozungumza. Wote leo tumevaa nguo kwa sababu tunafahamu jamani, usipovaa nguo watu watakushangaa. Huyu bwana inawezekana kuna sehemu kidogo kuko sawa. Lakini hiki tunachozungumza ikifika wanasemaga finali ni uzeeni, na finali yenyewe inakuwa ni klabu, unacheza na klabu kubwa. Sio klabu tunacheza na klabu kubwa. Kwa hiyo kama ikifika finali uzeeni na haukujiandaa. Finali leo kaka saa moja. Ni leo saa moja. Bonge moja ya finali fulani hivi kwenye ligi hapa Dar. Haya bwana. Yes. Basi yani finali saa moja alafu kuna nyingine baadaye ya uzeeni. Yes. Kwa hiyo kwenye finali hiyo ya uzeeni, tunasema finali ni uzeeni. Kwa sababu unafahamu mimi nitakavyoendelea kuishi, umri unaendelea kuongezeka. Na itafika sehemu uwezo wako wa kuzalisha, uwezo wako kuweza kupata kipato hautakuwa sawa sawa na ule. Kwa ukifahamu hilo ambao unapoelekea, itafika mahali utaanza kuwekeza. Na mimi naoga naambiaga watu ni muhimu kuanza kuwekeza kwa kiasi kidogo ulichonacho. Lakini pia hauwezi ukawa mwekezaji mzuri kwa kutamani kupata kiasi kikubwa ulichona ambacho hauna, kwa kushindwa kuweza kucontrol au kusimamia kiasi kidogo ulichonacho. Sawa. Kiasi kidogo kabisa cha kuwekeza ni kiasi. Ni shilingi 5,000 Tanzania. Shilingi 5,000 tuna mfuko ambao mtu anaweza kaanza kuwekeza angalau na shilingi 5,000. Na watu wasemaga sisi tupo kwa ajili ya wawekezaji wakubwa, wakati na hata wale wadogo kabisa. Tuweza tukakuwa pamoja. Kabla ya kwenda kufahamu sasa ni kwa namna gani tunaweza kujiunga na mfuko huu wa UTT. Mnabeba vipi watoto? Mnatukumbushaje sisi wazazi kuweka sasa tamaduni ya kuwekeza kwa watoto wetu?
Yaani mwandishi anapita mle huyu ni kama basi kama ndio mpiga biti basi mchezaji mzuri. Tuna mfuko maalum. Nacheza miguu yote kama Ronaldo. Wewe kana pia miguu yote na pia vichwa vyote. Tuna mfuko maalum ambao tumetengeneza ambao unaitwa mfuko wa watoto. Kwa Kiingereza tunauita watoto fund, na ni mfuko ambao umekuwa ukileta matokeo makubwa sana kwa watoto. Mfuko kwanza unaweza kumwekezea mtoto mwenye umri wa miaka 0 kabisa. Mtoto amezaliwa leo au tuna majina pamoja na tarehe ya kuzaliwa, basi tunafungulia huu mfuko. Na huu mfuko utaendelea kutengeneza faida mpaka mtoto atakapofikisha angalau umri wa miaka 18. Na huu mfuko pia unaweza kaendelea kutengeneza faida mpaka mtoto atakapofikisha angalau umri wa miaka 24. Na tumeweka kidogo hapo sheria ili kuweza, tumeweka kidogo gumu kuweza kutoa fedha mapema ili unapomwekea mwanao akiba angalau fikirie kwa muda mrefu. Kwa hiyo ili uweze kutoa fedha kwenye mfuko wa watoto lazima mtu aweze kufikisha angalau umri wa miaka 12. Na maanisha kwamba kama mtu ana miaka 8, miaka 4 ijayo unaweza kuanza kutoa fedha kwenye mfuko huo. Huu mfuko kwa mfano naambiaga watu leo ukisema kila mtu anaambia anaweza kumwekea mwanae shilingi 10,000. Ukipata mtoto ana miaka 0 leo ukaanza kumwekea shilingi 10,000 mpaka anapofikisha miaka 24 unakuja mwekea hela nyingi sana. Unakuwa mwekea milioni 3 tu. Lakini milioni 3 inakuwa imetengeneza milioni 15 nyingine, inakuwa na milioni 18. Unaweza kaona hapo. Kwa hiyo kama umeweka baba shilingi 50,000 unaweza utasema inafika mpaka milioni 200 na kitu hivi. 50,000 kila mwezi kwa ajili ya mtoto wako. Afikisha miaka 24 mwanao na milioni 200. Milioni 200 jamani, anaweza kachagua mtoto wako aanzie VETA au aanze kwanza kujiajiri kabla ya kwenda VETA. Kwa sababu tayari anacho, ana kiasi kidogo tayari anacho amekishikilia. Na anaweza kuchagua ende VETA ya nchi. Kabisa. Kwa hiyo kabisa. Kwa hiyo unaweza kuanza kumtengenezea mtoto wako uchumi kwa kwanza kidogo. Usisubiri kwamba kiweze kufika kikubwa. Na niwaambie tu watu, kwa mfano kwa miaka 5 mfululizo mfuko wa watoto tumekuwa tukipata faida kati ya 12% mpaka 19%. Kwa miaka 5 mfululizo. Ambao kwenye taasisi nyinginezo au mahali kwingine unaweza kumwekea mtoto wako akiba, ni ngumu sana kuweza kupata faida ambayo inafanana kama hii. Kwamba umemwekea mtoto wako akiba au any saving yote ambayo inamhusu mtoto kwa mwaka kupatia 12% au kupatia 14%. Mfano mwaka jana, mwaka wa fedha uliopita mfuko wa watoto ulitupatia 14.1. Kwa hiyo tu nyepesi ambayo ni ya kawaida, nizungumze tu kwa namba. Maana mwanao ulimwekea shilingi milioni 1, imefika mwisho wa mwaka kuna shilingi 141 imeongezeka. Ikifika mwaka mwingine unaoenda hii pesa na nyewe pia tunasema na nyewe pia inaweza kuzalisha faida nyingine, inafanya compound interest, inateza faida jumuishi. Umesema kama umemwekea shilingi milioni 1 kwa mwaka unapata faida ya shilingi 141,041. Na tuleta kwa hiyo ni mfano wa mwaka jana, faida iliyojitengeneza mwaka jana. Okay. Miaka mingine inazidi hata zaidi hapo. Okay. Yes. Sawa. Yes. Kwa hiyo unaweza kuwa unamwekea ukaanza kidogo, alafu kafika sehemu akawa na kiasi ambacho ni kikubwa. Tunafahamu pia kuna wazazi wengine wao wanasema natamani mtoto wangu nimwekee sehemu akiba, ikifika mwisho wa mwaka ni atoa kwa ajili ya ada. Tuna ule mfuko ambao unaitwa ukwasi, liquid fund. Na tumetengeneza pia kuna nafasi kwamba mtu anaweza kawekeza mfuko ukwasi, lakini mfuko ukwasi kwa ajili ya watoto. Kama mwekea mwanao akiba, ikifika mwisho wa mwaka au mwezi wa 12 pia inafika mwezi wa kwanza, si lazima sana mpigie mkuu wa shule simu au aanze kujieleza sana. Mimi ni mzazi wa fulani. Wakati mwingine taka kufahamu mzazi wa fulani kwenye matokeo, sio wakati wa sio wakati wa January. Sio January kwa sababu lakini pia kuna sisi ambao tunapenda kwenda holidays mwisho wa mwaka. Kabisa. Unaweza kujiwekezea. Najua kuna mengi kutoka kwenu. Na sisi ambao tunataka kwenda kufanya ibada ya hija, umra na kwenda kutembea kule katika maeneo maalum kabisa kule Yerusalemu, tunaweza kujiwekezea. Usisubiri kaka kwenda Dubai. Sawa. Yote bana umezungumza kwa ya watoto hapa. Yaani naona kabisa wanavyokuja kunisuta. Kwamba baba, yani miaka yote hii ulishindwa hata kutuwekea UTT. Tunajiunga vipi? Tumalize. Jamani, ni rahisi sana. Hatua ya kwanza, kwanza unafungua kwa njia ya simu. Kwa mtandao wa kwa mitandao ya simu ule wa Yas na Halotel huwa inakuwa ni bure. Utapiga namba *150 *03 reli. Alafu kisha utachagua namba 3 kufungua akaunti. Utakwenda namba 1 single, kimaanisha kwamba ni wewe binafsi. Itakutaka uandike majina yako kama mwekezaji. Kwa utaandika majina yako 3 kama unavyosoma kwenye NIDA. Kisha ukisubmit itakutaka uandike tarehe ya kuzaliwa, mwezi na mwaka. Kwa mfano kama mtu angezaliwa tarehe ya uhuru wa Tanganyika, angeandika 09/12/1961. Baada ya hapo utawasilisha. Baada ya kuwasilisha
utachagua aina mifuko. Mifuko yetu iko 6. Kwa utachagua moja wapo kati ya mfuko ambao unaweza ukapenda wewe kuweza kuwekeza. Yes, ukishatoka hapo itakuja dakika hiyo ndani ya sekunde 30 inakuja message kwamba fulani Madison Enoch Chimande umefungua account number yenye mfuko fulani yenye account number hiyo. Kwa hiyo itakwambia kwamba umefungua account ya huduma nyingine zimesitishwa. Kwa hiyo unaweza kuanza kuweka fedha yako, lakini pia kupitia hapo una uwezo sasa wa kuweza kuchukua hatua inayofuata ni kujaza form. Kujaza form unaweza kufika kwenye ofisi zetu. Kwa mfano kwa hapa Dar es Salaam tunapatikana jengo la Sukari House, Posta, lakini pia tuko Dodoma jengo la PSSF orofa ya 6 mtaa wa Makole, tuko Mbeya jengo la NHIF floor ya kwanza, lakini pia tuko Mwanza NSSF meza 9 floor, tuko pia Zanzibar jengo la Thabiti Kombo mtaa wa Mchezani, lakini pia tunapatikana Arusha jengo la Ngorongoro Conservation, tuko floor ya 4 pale. Lakini pia ukiachana na hiyo kwa maeneo ambayo hatupatikani moja kwa moja unaweza kufika kwa mawakala wetu. Moja wapo kati ya mawakala wetu ni mawakala ambao wameidhinishwa na soko la Dar es Salaam. Ukiona taasisi kampuni yote ya wakala tutasema tunaitaga brokers, unaweza kufika pale au kwenye tawi la benki ya CRDB. Okay. Na hii pia niweke sawa, sio kama tunafanya kazi na CRDB peke yake, tunafanya kazi na benki zote, ila CRDB ni wakala. Kwa hata kama sio mteja wa CRDB unaweza kufika hapo ukaweza kupata huduma zetu. Yes. Naam. Tunakushukuru sana Madison. Mawasiliano jamani. Mawasiliano tutatembelea kurasa zenu. Tutashukuru. Na hii elimu bila shaka kila Mtanzania ameifurahia na anaihitaji. Mimi nina swali tu kwa babangu Mzee Njuki. Hivi kweli jamani, ungeamua kuniwekezea baba, ungeamua kuniwekezea sasa hivi ningekuwa wapi? Sasa ili swali lipate majibu bila shaka atanitumia ujumbe kwamba wawekezee watoto wako wasije kuuliza swali hilo na wao wakifika umri wako. Kabisa. Hilo ndilo kubwa ambalo tunatakiwa kulifanya kwa wakati huu. Jiwekezee wewe, wekeza kwa ajili ya familia yako, wekeza kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya kuinua uchumi wetu sisi wenyewe. Madison, tunakushukuru sana. Asante sana, nashukuru kwa mwalimu. Shukrani. Muendelee kutukumbusha. Leo Mponda ameona kama nimekumbushika. Kakumbushika, lakini kesho kutwa atakuwa kasahau. Haiwezekani. Muendelee. Haiwezekani. Amesema tutatembelea katika nani yenu kule. Tukimaliza tu hapa mimi nitakuona ndugu yangu. Karibu sana. Karibu sana. Kaka 5000 nayo lakini ya kuanzishia. Sio utanikopesha ndugu yangu.